Katika moja ya tukio ambalo linashangaza na pia limeumiza watu wengi sana ni kile ambacho ameweza kusimulia aliyekuwa msanii wa Chief Godlove kwa maana ya Pipi Jojo, maisha aliyokuwa anayapitia kwa Chief Godlove licha ya furaha ambayo alikuwa anaonyesha mtandaoni, lakini yote kwa yote ilikuwa ni kwa sababu tu ya kufanya maisha yake yaende vizuri na aweze kuenjoy. Lakini moja ya kitu ambacho kimeweza kuumiza watu wengi sana ni swala la kile ambacho alifanyiwa na Chief Godlove, ambacho of course mpaka leo anasema kwamba kimempa jeraha moyoni mwake na hajui kama atakuja kupona ama atakuja kusahau katika maisha yake, licha ya kwamba sometimes amekuwa akifake tabasamu, lakini ndio hivyo tena, hili ni moja tukio hatakuja kulisahau katika maisha yake. Sasa ni tukio ambalo of course hata mwenyewe ukilisikia utaona kabisa kwamba lina namna fulani hivi litakuwa lilimfanya akakosa raha, lakini yote kwa yote ngoja nikusanyie kuhusiana na hiki kitu upate kufahamu kile ambacho aliweza kufanywa huyu mtoto wa kike. Ila muhimu zaidi, kabla sijakupa hii update, naomba nikukumbushe pia kwamba kuna mengi zaidi ambayo nitakuwa nakuletea hapa. Kwa hiyo point ya msingi, endelea kustay na mimi ili kuhakikisha kwamba unapata updates mbalimbali, na cha kufanya ni kitu cha sekunde moja tu. Tazama chini ya hii video hapo, utaona kuna neno limeandikwa subscribe, fanya kulibonyeza. Baada ya hapo uta like video, kisha kwenye sehemu ya maoni utakuja kuniachia comment yako kutokana na kile ambacho utakuwa umeweza kukitazama na kukisikiliza kwenye hii video. Mimi naitwa Gabi Official, hii ni Bongo Vibe. Tena ni namba moja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zile updates zote kuhusiana na stories zote ambazo zina trend, basi mimi nakuwa nakusogezea hapa, unakuwa unazipata kwa wakati sahihi kabisa. Sasa bila shaka tunafahamu kile ambacho kinaendelea sasa hivi kwa upande wa Chief Godlove. Ile situation ambayo anaipitia sasa hivi, ugumu wa maisha, gari zake kuchukuliwa na vitu kama hivyo, mengi yamezidi kuzungumzwa. Ingawaje yeye anajitahidi sana kutumia nguvu kuja kuwathibitishia watu, lakini kwa kile tu alichokuja kukiandika tu msanii wake kinadhihirisha wazi juu ya kile ambacho anakipitia sasa hivi Chief Godlove, lakini pia maisha halisi ya kwamba sasa hivi anapitia hali ngumu zaidi. Na kuna moja ya story pia, kabla sijakwambia hii ambayo ameweza kuzungumzia msanii wake, kuna moja ya story pia ambayo inazungumza kwamba huenda ikawa ngumu sana kwa Chief Godlove kurudi Tanzania kutokana na kesi nzito ambayo inamkabili. Hii story nitakuletea hapo baadaye, lakini kwa sasa hivi hebu tudili kwanza na hiki ambacho ameweza kukizungumza msanii wake kuhusiana na maisha halisi ambayo alikuwa anayapitia kipindi ambacho alikuwa na Chief Godlove. Sasa Pipi Jojo bwana amefunguka na kuja kueleza hali halisi. Kuna kipindi fulani alishagi kupost video Chief Godlove ambayo ilikuwa inamuonyesha akiwa na huyu msanii wake na akawa analia huyu mtoto wa kike, na kila mmoja alijaribu kuuliza vipi tena, na wengine wakasema kwamba pengine anadeka kwa sababu yuko kwa baba yake na vitu kama hivyo. Maswali ambayo wengi walikuwa wanauliza kwa wakati huo ni kwamba huyu mtoto mbona kama amejiachia sana, alafu anamuita huyu ni baba yake, lakini pia ile tunaweza kusema ile huduma ambayo Chief Godlove alikuwa anamuonyesha mtoto wa kike ilikuwa inaonyesha kwamba kama vile mtoto wa kumzaa, kitu ambacho watu wengi kiliwafanya wakabaki na maswali kwamba huenda kwa kuna kitu zaidi ya vile ambavyo hawao wenyewe wamekuwa wakituaminishia kwamba ni mtu na baba yake. Sasa Pipi Jojo amekuja kufunguka na kusema kwamba alipitia kipindi kigumu sana katika kati ambao alikuwa na Chief Godlove, na mara kadhaa alikuwa analazimishwa kuonekana yuko na furaha, lakini hakuwa na furaha kwa sababu yote aliyokuwa anayafanya, kwa sababu aliamini siku moja yangekuja kumlipa wema, pengine kwa mziki wake kwenda mjini na yeye kutambulika kwa kiasi kikubwa na kama hivyo. Na hapa tunazungumzia swala la ule ujauzito ambao Mwijaku alikuja akagusia kuhusiana na kwamba Chief alikuwa amempa ujauzito huyu msanii wake. Sasa Pipi Jojo alikuja kusema kwamba ili tukio lilitokea katika kipindi ambacho alikuwa amelazimishwa kulala naye, na anasema kwamba alikuwa analala na Chief Godlove, na huku public alikuwa anaambiwa kwamba aseme ama mchukulie kwamba huyu ni baba yake tu, lakini ile miuno pia ambayo kipindi kile kwenye umbo wake watu waliweza kuizungumzia kwa namna tofauti, wakasema kwamba hawa sio mtu na mtoto wake. So alitengeneza taswira mpya kwa watu, kitu kilichopelekea hapa huyu Pipi Jojo alivyokuja kuzungumza kwamba alikuwa analazimishwa, basi wakaamini kwamba huenda kweli kulikuwa kuna kitu ambacho kilikuwa kinaendelea kwenye hili sakata. So inaonekana sasa siri zimeanza kuwekwa wazi. Pipi Jojo kufunguka kwamba Chief Godlove alimlazimishaga, hata ule ujauzito ambao uliweza kutoka anasema kwamba ni vile tu alikuwa amelazimishwa, lakini huko alikuwa anaaminishwa kwamba itabidi aendelee kuonekana kama vile huyu ni baba yake ili siri siweze kufichuka. I don't know kuna nini hasa ambacho pengine kinaweza kuwa kimefichwa zaidi kwenye hili, lakini nadhani tukae kwa kutulia, muda utaongea vizuri zaidi na utatupa majibu sahihi kuhusiana na hili swala. Comment yako nipi kuhusiana na hiki ambacho Chief alikuwa amemfanyia huyu mtoto wa kike? Unadhani kwamba ni fair au jamaa alizingua kwa kiasi kikubwa? Tuambie kwenye comment section, lakini usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata video zinazofuata.